Mitaa inafungwa, lakini skrini zinafunguka. Kwa miaka mingi tu vijana wa Tanzania wamekuwa wakikusanyika vijiweni kujadili masuala yanayowahusu ikiwemo siasa na kudai mabadiliko. Lakini sasa mambo si kama zamani. Nafasi za kukutana ana kwa ana zinaminywa, na sasa kizazi kipya kimehamia mitandaoni kama jukwaa jipya la kupigania demokrasia. Msanii na mwanaharakati wa kazi yuko mstari wa mbele katika harakati hizi za kidijitali, akitumia mitandao ya kijamii kuzungumzia demokrasia, haki za binadamu na uhuru wa mitandao. Swala la social media limekuwa lina manufaa sana katika swala la activism au swala la wanaharakati kupitia hiyo mitandao ya kijamii, na kiukweli kabisa vitu kama utetezi wa haki za binadamu, kupigania haki za kisiasa, za kijamii, na vile vile vitu kama unyanyasaji whether uwe wa kijinsia au chochote, vimekuwa vinaweza kuwa vinapelekwa mbele na vinapaziwa sauti na watu mbalimbali, hususan wanaharakati na watu maarufu kupitia mitandao ya kijamii. Wakati nafasi za jadi za kiraia zikizidi kupungua, matumizi ya internet nchini Tanzania yanaendelea kuongezeka kwa kasi. Kwa mujibu wa Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA, idadi ya watumiaji wa internet nchini iliongezeka kutoka takriban milioni 49 mwezi Machi 2025 hadi karibu milioni 59 mwezi Machi 2026, ikiwa ni ongezeko la karibu 20%. Kwa vijana wengi wa Kitanzania hivi sasa majukwaa ya kidijitali ndio sehemu ya kuzungumza mahitaji yao, haki, kujieleza na kusikika. Upatikanaji wa freedom of speech ili vijana wengi waweze kutoa maoni na hasa kujadiliana wao, kwa sababu kuna urahisi zaidi na pia ni njia nyepesi yao kufikisha taarifa. Ni njia salama ambayo vijana wengi tunaitumia sana katika kuexpress hisia zetu kuhusu demokrasia sasa inavyozidi kuendelea, kwa sababu huwa tunajiona tuko kwenye sehemu salama. Kwa sababu kutumia filter, akaunti zilizo feki na majina yasiyo rasmi kwa dhana ya kwamba wataepukana na kukamatwa pamoja na kutekwa. Uchambuzi wanasema kuandaa mijadala ya hadhara na mikusanyiko ya kisiasa limezidi kuwa suala gumu, hasa kwa vyama vya upinzani. Wakazi anatumia kurasa zake za mitandao ya kijamii kukemea madai ya utekaji, rushwa na vikwazo vya kiraia. Wimbo wake wa mitandao unakosoa moja kwa moja kuzimwa kwa internet na marufuku ya mitandao ya kijamii. Ilikuwaje mpaka mitandao kutuzimia? Lazima tukumbushane yale tuliyopitia mama. Tunakuamini na umeanza kutenda, lazima kufanya tathmini taifa tunalipenda. Checks and balances, tisa ndo kenda, ila chonde nsizongwe na kufuatwa na tisa kila napokwenda. Wakazi anasema hata majukwaa ya kidijitali yanakabiliwa na vitisho. Washiriki wake wengi tu wanachunguzwa, wengine wametishiwa na majukwaa yao yamekumbwa na ukandamizaji. Hata social media nayo sasa hivi ina vikwazo vyake vingi. Kwa namna moja au nyingine inawezekana ukawa na following ya watu mamilioni, lakini vivyo kuna kitu kinaitwa algorithm ambacho kina dictate au kinaamua nani apate taarifa zako. Lakini pamoja na yote hayo, jambo moja liko wazi: mijadala kuhusu demokrasia ya Tanzania haipo mitaani ama kwenye kumbi za mikutano ya hadhara pekee. Sasa inafanyika kwenye majukwaa ya mitandaoni, watu wakiitana kwa hashtag na hata kwa mijadala mubashara, yaani live streams.